بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له النار اللهم برحمتك يا رحمن اللهم اغفرنا والتقنا واحفظنا واعف عنا امين. اللهم اغفرنا واياهم شر المكذبين اللهم عاجل بفضلك علينا ولا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا رحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. تقبل منا. آمين. آمين. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله وغسل بالماء واشتغل بالبركه كما وباعد بين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي آمين. في المؤمنين والمؤمنات آمين. آمين. الأحياء منهم والأموات آمين. برحمتك يا الله. آمين يا رب العالمين. سبحان ربك. Kama mwingine peke yake anataka kuendelea شكرا لله. Ndugu viongozi na ndugu wananchi kwa jumla, kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah, kutuwafikisha tukakutana hapa, waliotoka sehemu mbalimbali kukutana kwa ajili ya kuja kuzuru kaburi la mzee wetu, mwalimu wetu, kiongozi wetu almarhum Maalim Seif Sharif Hamad. Tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo. La pili,
tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kujalia kupata wasaa huu na kuja tukatakia dua kwa pamoja. Lakini la tatu ni washukuru viongozi wetu, washukuru wazee wetu wa hapa na familia kwa jumla kwa kuliandaa hili na likatukutanisha hapa kwa madhumuni haya ambayo ni ya kheri kabisa. Ndugu viongozi, tuko katika msimu wa kuelekea kwenye uchaguzi mkuu. Kesho inshallah Mwenyezi Mungu atuweke tukiwa wazima, tutaanza mwezi ambao utakuwa ni uchaguzi mkuu kwa mwaka huu, na utakuwa ni wa kihistoria kwa mambo mengi. Ni wa kihistoria kwa sababu kubwa kuliko yote, kwa mara ya mwanzo tokea tumeanza uchaguzi wa vyama vingi. Tumeanza vyama vingi katika nchi yetu. Tutaingia katika uchaguzi mkuu tukiwa mzee wetu huyu ambaye ametuongoza kwa kipindi miongo yote hiyo mitatu. Kwa mara ya kwanza yeye tutafanya uchaguzi huu akiwa hatunaye. Hii ni jambo kubwa na lina maana kubwa sana. Lina maana kwa wale ambao watu tunakaa na tafakuri kwamba chaguzi zetu hizi kwa miongo hii mitatu hazikuwa chaguzi ambazo zimekwenda zikamalizika kwa salama, zikamalizika kwa haki. Na katikati ya misukosuko hiyo ambayo tumeipitia, basi yeye amekuwa na mchango mkubwa sana katika kutufikisha kwamba ile moto uliowashwa akawa mstari wa mbele kuuzima.